لله الصلاة والسلام على رسول الله. Watukufu wa Islam, khutba haina haja ya taaliq, lakini inataka mazingatio makubwa, kwa sababu 10 la kwanza la Ramadhani tunalimaliza. Kila mmoja ajipigie hesabu, ajitathmini alichokifanya katika 10 hili kabla hatujalimaliza kabisa. Kuna watu walikuwa wanasema kwamba nitaanza tarawih, bado kidogo nitaanza. Na tarawih ndo kama ilivyotajwa, na huwezi kuipata katika mwezi wowote mwingine isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Kama unataka kufutiwa madhambi yako, ma taqaddam, yaliyopita yaliyotangulia, swali tarawih. Sababu Mtume anasema man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kama mwenzetu huna dhambi, basi hatuna la kukuambia. Lakini kama unajijua umechuma dhambi mwaka mzima, miongoni mwa vifutio vya madhambi ni salatu tarawih na sala yoyote nyingine ya usiku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndio unamalizika hivi. Ndio tunaambizana Ramadhani inakuja, Ramadhani inakuja, na imekuja na sasa inaenda hiyo. Na vile vile sadaqat. Sheikh ametuhusia sana kutoa sadaka. Hakuna ibada kubwa kama sadaka. Na ndio maana mwenye kufa kama atapewa nafasi, ambiwe chagua unataka kufanya ibada gani, atasema nikatoe sadaka. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa, sio fa usalli wa asum fa asaddaqa, nataka nikatoe hela. Sasa nafasi unayo, toa sasa hivi sadaqat. Anasema lao ingelikuwa watu wanajua malipo ya mtu mwenye kutoa, basi siku zote mwenye kutoa furaha yake ingekuwa kubwa kuliko mwenye kupewa. Ninyi Waislamu mnaona nani anafurahi zaidi kati ya mtoaji na mpewaji sasa hivi? Anayepewa. Na mara nyingine pia mtoaji kaniita tu shekhe pale mbele za watu, ingelikuwa sio mbele za watu mimi singeitoa ile 10,000, inaniuma kweli kweli. Lakini nimeona haya pale ndo kanitaja tena, ningefanya nini? Na mpewaji anafurahi zaidi kuliko mtoaji. Lakini kumbe kinyume chake, ingelikuwa tunajua thamani ya hii sadaka, basi yule mwenye kutoa furaha yake ndio ilitakiwa iwe kubwa, kwamba nimetoa leo, kuliko mpokeaji. Tuendelee kutoa, hususan katika huu mwezi wa Ramadhani ambao Mtume alikuwa ajwadan nas. Lakini pia katuhusia mambo ya kusoma Qur'an, ambao huu hasa ndio mwezi wake. Na ametaja hapa hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akidurusu pamoja na mwalimu wake Jibril, kuonyesha umuhimu wa kusoma Qur'an, na ndio mwezi ulioshuka. Nisamehe sana kama sauti yangu sio nzuri sana, lakini ndio mpokee ujumbe huu. Na Sheikh Abdul Aziz ametuwakilisha vyema na amefanya kazi nzuri, Mwenyezi Mungu amlipe. Na tunakuombeni sadaka. Ingelikuwa watu wanajua thamani ya sadaka hii Ramadhani, tusingekuwa tunaomba hela kutoka kwa Waislamu. Lakini inshallah tunawakumbusha tena kwamba sadaka ni kitu muhimu, hususan za hapa msikitini kwetu. Wale ambao wanaona wanaweza wakatuletea maji, watuletee, watawanyosha watu maji wakati wa iftar. Kuleta hela kwa ajili ya umeme walete. Hautaki kuleta hela, nitakutie mwenyewe umeme, tia pale, namba ya mita ipo. Zote hizi ni sadaka jaria ambazo zitakufaa wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu inshallah atuwafikie katika yale ambayo ni mema na mazuri. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa fi hadha al-yawm al-mubarak wa la'allaha sa'at al-ijabah. Yassir alayna umurana أمور الدنيا والآخرة واقض جميع حاجاتنا
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.